Je, mapenzi yako yanakujenga au yanabomoa mwelekeo wako wa maisha? Watu wengi hupata au huzani mapenzi ni baraka kila wakati. Lakini ukweli ni huu: mapenzi yasiyo na akili yanaweza kuwa chanzo cha kupotea kwa maisha yako yote. Leo nataka nikuulize swali moja tu. Je, mapenzi yako yanakujenga au yanakubomoa polepole bila wewe kujua? Mapenzi sio tatizo. Tatizo ni mapenzi yasiyoongozwa kwa akili. Mapenzi yasiyoongozwa kwa akili, kuna mapenzi yanakuongoza, yanakuongeza nguvu. Kuna mapenzi yanakuvuruga akili. Kuna mapenzi yanakufanya usahau kusudio lako. Kila uamuzi mkubwa maishani, pesa, kazi, mwelekeo, hupitia kwanza kwenye akili yako. Na akili inachanganyikiwa na mapenzi, haiwezi kufanya maamuzi ya busara. Akili iliyochanganyikiwa na mapenzi haiwezi kufanya maamuzi ya busara. Kuna simulizi kidogo ya hekima inanifanya kila muda niwe nawaza sana kuhusu simulizi. Inanifanya niwe nafikiria sana kuhusu simulizi, jinsi ilivyokuwa na hekima kubwa sana. Kama huja subscribe channel ya Haitai, share kwa marafiki ili nao pia waweze kujifunza masomo mazuri kama haya. Kuna simulizi ya zamani za kale sana. Katika mji fulani, kuna kijana mmoja alishtakiwa kwa kosa kubwa sana. Kesi yake ilikuwa ni mzito sana. Adhabu ilikuwa karibu na kila mtu aliamini hatapona. Lakini alipofikishwa mbele ya mfalme, hakupiga kelele, hakujitetea kwa jazba, hakutumia maneno mengi. Alizungumza kwa utulivu, akachukua maneno machache yenye hekima. Maneno yake hayakuwa ya kuomba huruma, yalikuwa ni ya busara. Mfalme akatulia, akatafakari. Kesi ikasamehewa. Si hivyo tu, yule kijana baadaye akawa mlinzi wa mfalme. Tambua, kijana aliyekatumia hekima ametoka kwenye ngazi moja ya kimaisha, amepanda kwenye hatua nyingine ya kimaisha. Ametoka kuwa binadamu tu wa kawaida, lakini amepandishwa cheo kuwa mlinzi wa mfalme. Kijana yule hakuonekana. Kijana yule hakuokolewa na nguvu, aliokolewa na akili, utulivu na maneno yenye mizani. Sasa jiulize, kwenye mapenzi yako unazungumza kwa jazba, kwa busara? Unafanya maamuzi kwa hofu au kwa utulivu? Mahusiano mengi huharibika si kwa sababu ya chuki, bali ni kwa sababu ya maneno yanayotamkwa. Kila maneno yanatamkwa bila akili. Mapenzi yanayojenga mwelekeo wa maisha yanakupa amani, yanakuacha ufikiri vizuri, yanakuunga mkono kwenye malengo yako. Mapenzi yanayobomoa yanakuletea hofu, yanakufanya ujieleze sana, yanakunyima utulivu wa akili.
Ukiona mapenzi yanakuchosha zaidi kuliko kukutia nguvu, hapo kuna ujumbe. Mapenzi hayapaswi kukufanya umpoteze wewe mwenyewe. Utulivu ni kipimo cha mahusiano yenye afya. Mtu sahihi hakuchanganya akili, anakusawazisha. Kama kijana yule aliyesemehewa katika maneno ya busara, na wewe unaweza kuokoa maisha yako kwa kuchagua utulivu badala ya jazba. Swali ni moja tu. Je, mapenzi yako yanajenga mwelekeo wako au yanabomoa maisha yako? Nakumbuka zamani za kale, kipindi tuko watoto wadogo, tulikuwa tunatamani sana tuwe wakubwa. Tulipokuwa wakubwa, tukawa tunatamani sana kuwa watoto. Watu wachache watanielewa ni kwa nini nazungumzia hivi. Tulitamani tuwe wakubwa kwa sababu ndogo ndogo. Mwingine alitamani kuwa mkubwa eti kisa alikuwa anaosha vyombo. Mwingine alikuwa anatamani kuwa mkubwa eti kisa tu alikuwa anamwona mkubwa anafaidi au anaishi maisha mazuri. Lakini baada ya kuwa wakubwa, tulivyokuwa tunafikiria ni tofauti na jinsi tunavyoyaona sasa hivi. Unaumiza kichwa. Unaishi vipi? Unaumiza kichwa. Nipambane vipi ili maisha yangu yawe imara zaidi? Watoto wanakuangalia, mama na watu wengine wa karibu wa familia pia wanakuangalia. Unatamani uwe mtoto, lakini ukweli uko hivi. Kitu muhimu zaidi ni kutumia busara na hekima. Kama yule kijana aliyekatumia hekima akasamehewa, na baadaye akapanda ngazi kutoka kwenye ngazi ya kwanza kwenda kwenye ngazi ya juu sana, ya kutoka kwenye raia tu wa kawaida na kuwa mlinzi wa mfalme. Majukumu hayakimbiliki, na siku zote anayekimbia majukumu hawezi akafanikiwa. Majukumu yanatujenga tuwe bora zaidi leo, kesho na kesho. Inabidi tuwe kama wale watabiri wanavyoitumia ile karata ya mtu aliyebadilishwa kichwa chini miguu juu. Yule mtu anatazama dunia kwa mtazamo tofauti kabisa jinsi tunavyotazama watu wengi. Yule mtu jinsi anavyoangalia watu ni tofauti na sisi tunavyoangalia watu. Ana maono makubwa sana ya akili. Anatumia akili sana kufanya mambo yake. Jambo la kawaida kwa kia analigeuza linakuwa ni jambo kubwa sana ambalo baadaye linaweza likamwongezea pesa. Anafanya kuwa fursa. Kama umeipenda hii video, cha msingi subscribe, share kwa marafiki channel ya Haitai. Kwa masomo mazuri tunaleta Jumanne, tunaleta Ijumaa na Jumapili. Muda ni ule ule saa 8:30 na dakika 45. Masomo yetu mazuri kama haya waga yanaruka. Napenda sana kila mtu afanikiwe. Napenda sana kila mtu awe anatumia nguvu katika mafanikio. Na kitu kikubwa zaidi ni heshima na hekima. Asanteni sana.
Bye bye.